Hakuna hukumu iliyopangwa kwamba hii utekeleze na hii uache kwa Mwenyezi Mungu. La, hakuna. Kwa nini? Liannahu la hakima lahu, kwa kuwa yeye hakuna wa kumhukumu, hakuna wa kumtolea maamuzi. Walaysa lahu amirun, wala yeye hana wa kumuamrisha, wala nahin, wala hana wa kumkataza. Wala yazamu alayhi hukmun, wala halazimiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hukumu yoyote. Kwa nini? Liannahu la hakima lahu, ni kwa sababu yeye hana wa kumtolea maamuzi, hana wa kumhukumu, hana wa kumtolea maamuzi, wala hana wa kumhukumu. Walaysa lahu amirun wala nahin, na wala hana wa kumwamrisha, wala hana wa kumkataza Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo yeye anafanya maamuzi ya kutoa uamuzi, lakini yeye hakuna wa kumfanya yeye amuamulie analolitaka yeye kwa kumwamrisha au kumkataza, hana. Wa kullu ni'matin min Allah, wa kullu ni'matin manna Allah biha ala ahadin hiya minhu fadlun la fardun. Wa kullu ni'matin, na kila neema, kila neema manna Allah biha, aliyeneemesha Mwenyezi Mungu ala ahadin, yoyote, hiya minhu fadlun, hiyo kutoka kwa Mwenyezi Mungu ni fadhila. Hiyo kutoka kwa Mwenyezi Mungu ni fadhila tu. Mwenyezi Mungu mwenyewe kafadhilisha kumfanyia mtu hivyo. La fardhun, si lazima, si wajibu kama Mwenyezi Mungu amfanyia. Mfano, miongoni mwa neema kubwa katika neema ambazo Mwenyezi Mungu anawaneemesha waja wake ni imani. Imani ni miongoni mwa neema kubwa kabisa. Neema hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumpa yoyote katika waja wake ni fadhila, ni fadhila tu kampa. La fardun, sio wajibu kwamba lazima ampe awe muumini. La, si wajibu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni fadhila. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye halazimikiwi na chochote kukifanya, hakuna kinachomlazimu kukifanya. Kwa hivyo mtu anaponeemeshwa neema hiyo ya imani, amshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa fadhila zake, kwa sababu hakuna alioandika barua awe muumini awe muislamu, hakuna. Neema nyingine, neema ni nyingi. Miongoni mwa neema ni afya. Ukiona una afya, shukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu hana ulazima wa kukufanya uwe na afya, ni fadhila zake tukakufadhilishia akakupa. Na anayemfanya mgonjwa, maelezo yanakuja. Kwa hivyo neema hizo ndio miongoni mwa maneno Sayyidina Ali radhiyallahu anhu anasema, idha aradta an ta'rifa ni'mata Allahi alayk faghmid 'aynayk, ukitaka kujua neema ya Mwenyezi Mungu aliyokuneemesha wewe, ufunga macho yako. Kwa mfano hapa sasa hivi si unaona raha ya macho, alafu uje ukute uko hivi vipi? Katika neema kubwa miongoni mwa neema alizowapa pia watu ni macho. Na ndio maana hata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama akasema, yule mtu ambaye kapewa upofu, Mwenyezi Mungu anapomuondolea mja wake, yani macho yake, vipenzi vyake viwili, akasema hana cha kumlipa isipokuwa pepo, muda wa kuwa ni muumini. Kwa sababu miongoni mwa neema kubwa miongoni mwa neema kubwa nazo ni macho. Kwa hivyo ukitaka kuiona neema ya Mwenyezi Mungu aliyokuneemesha wewe, fumba macho, alafu utizame mambo yanavyoharibika. Mipango yote itachafuka ikiwa itaendelea, kwa maana katika hali hiyo, si ndio hivyo? Neema